Na mtazamaji wa Faruku Online TV, ni wananchi wa mtaa wa Ruelu uliopo kata Jangwani, manispaa Mtwara Mikindani hapa mkoani Mtwara wamelalamikia changamoto ya ukosefu wa barabara zinazotoka eneo hilo kwenda eneo jingine. Wananchi hao wameongeza kuwa na ni vyema serikali ikashughulikia changamoto hiyo, kwani kuna baadhi ya shughuli za kiuchumi zinakwama kutokana na ukosefu wa barabara. Faruku Online TV tumefika mtaani hapo na kuzungumza na baadhi ya wananchi, na haya yalikuwa ni sehemu ya malalamiko yao. Naitwa Mwanaija Yusufu Mtimba, ni mkazi wa Ruelu, kata Jangwani. Kijiji kizima, yani tuna kero ya barabara tu, yani hao viongozi hao wanakuja hapa, kila anayekuja hapa mimi nitatengeneza barabara, mimi nitatengeneza. Tangia mimi nilipozaliwa mpaka leo hii barabara ya Ruelu ni chafu. Haipitiki, kifuku ndo kimezidi. Wanafunzi wa sekondari wanasoma Mikindani, lakini kikifika kifuku hawaendi shuleni. Alafu wametudanganya kusema tunataka kujenga shule ya sekondari na hii Mji Mwema hapa Pembe, karibu na Mji Mwema hapa. Tumeenda sisi, tumejitolea, tumelima kila na visiki, tumetoa kila kitu, lakini hakuna. Akieleweki, viongozi hatuelewi wala nini. Sasa tufenyeje wakati kila kitu wanachotuambia sisi tunafanya? Hivi barabara hii tukitaka tujitolee, lakini wametukataza. Tukitaka tuitengeneze si wenyewe, lakini wametukataza. Hapana, serikali msiingilie serikali. Msiingilie serikali. Sasa akina mama tunajifungulia njiani. Tukienda zahanati wanatuambia nendeni Ligula. Tukienda Ligula hamna barabara mara akifika njiani hapo mama yeye ameshajifungua. Sasa sio vizuri. Naitwa Mustafa Sefu Mchanyambi, ni mkazi wa mtaa Ruelu ndani ya manispaa ya Mtwara Mikindani. Kero kubwa isho barabara. Kwamba isho barabara ni kero kubwa sana, kwa sababu barabara sio swala la hadi tena upande serikali, ni swala la utekelezaji. Lakini tunashangaa kila siku anakuja nazungumza swala la barabara, lakini hamna kinachofanyika. Kwa hiyo isho barabara ni kwa kifupi kituletea watu wale wapiga kampeni zao. Yaani sasa hivi tunatamata ile tunatamani hata wapige hata mawe, kwa sababu sio swala ambalo la kuzungumzia tena isho barabara. Barabara ni kero kubwa, kwa sababu changamoto ikishafika kipindi cha masika, tunaona vijana wetu hapa wanafunzi wanashindwa kwenda shule ndani ya wiki mbili. Wanashindwa kwenda hapo shule ya sekondari Mikindani. Ishu kubwa ni barabara haipitiki. Kwa hiyo kunakuwa na shida wakati mwingine, wale ambao wanajitolea mwanga kwenda shuleni wanafika hapa saa 3, na wakati mwingine wazazi wanatamani kuwafuata wale vijana wao, lakini ndio hivyo kwamba ni barabara ni chafu, na wakati mwingine ndio hivyo ninavyozungumzia kwamba ishu kubwa wale wanafunzi wanashindwa kwenda eneo husika kutokana na changamoto ya barabara. Kwa majina naitwa Hamisi Mselewa almaarufu Bomola au Msauzi, naishi mtaa wa Ruelu. Ni mwenyewe ni dereva wa bodaboda. Unajua hapa tunapoongea hapa pikipiki nimeipaki, yani ndani ya juzi jana na leo nimeipaki, manake mgongo unanisumbua kuhusu hii barabara. Yani hii barabara hii hapa hii ndio inaonekana kidogo ina afadhali, lakini mpaka unafika Mikindani, yani zaidi ya sehemu 2 au 3 za mwili maumivu lazima uyapate. Huku hatari ya huku ni barabara rahisi sana kufika mjini, ila changamoto yake maana yake ni kufika tu mjini kuna mshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu kuna mlima ambao hujawahi kurekebishwa. Yeye amekuja tu ametugongea kidogo, lakini hujarekebishwa. Maana yake mlima ufai, barabara haifai, bali ya vumbi yote tushaizoea, lakini barabara ni mbovu. Huku majirani zetu kwenda Tulivu au Dimbuzi hatuwezi kwenda na pikipiki zaidi ya baiskeli kwa miguu, na hata inapotokea kwamba labda umeme umezingua upande huu hapa, wale TANESCO wanapofika gari wanaishia hapa, maana yake kule haiendi. Kwa changamoto ya barabara ni kubwa, tena yani ni kubwa zaidi. Yani mimi hii barabara nakumbuka tangia nimepata tu akili yangu haijai kuwa poa. Hii barabara haijai kuwa poa tangia nimepata mimi mwenyewe akili yangu, kwamba saa hizi natumwa sokoni, natumwa hapa, ni barabara haijai kuwa poa, haijai kukaa sawa yani. Umeelewa? Yani sometimes kutoka hapa kwenda Mikindani wastani wa nauli ya pikipiki shilingi 3000, lakini saa hizi imefika mpaka shilingi 5000, 6000, 7000. Sasa changamoto yake yani 1500 kwa dereva anaona hela ndogo, kwa abiria anaona hela kubwa. Kwa hiyo changamoto yake kwamba si madereva bodaboda hatupati hela kwa sababu hela ni kubwa. Lakini pia tumezungumza na diwani wa kata hiyo ya Jangwani, lakini pia ndiye mstahiki meya manispaa Mtwara Mikindani, Mheshimiwa Saidi Zaidi. Hapa anaelezea juu ya mipango iliyowekwa ya utekelezaji wa barabara hizo za kata hiyo ya Jangwani, hususan eneo hilo la Ruelu. Mimi naitwa Said Mohamed Zaidi, ni diwani wa kata ya Jangwani,
lakini pia ni meya wa manispaa ya Mtwara Mikindani. Hali ya barabara kwenye kata ya Jangwani sio nzuri, lakini jitihada nyingi toka nimeingia madarakani sasa na miezi 6 nimeshafanya jitihada nyingi. Kuna barabara kutoka uwanja groundini pale Mikindani kwenda shule ya sekondari Mikindani, barabara ni mbaya, lakini kuanzia kesho TARURA wanaanza kazi ya kutengeneza ile barabara. Pia kuna barabara ya kutoka Mikindani kuja Rweru. Hii ni barabara muhimu kwa watu wa Mikindani kwa sababu mashamba, uchumi wa Mikindani unategemea Rweru. Kwa hiyo TARURA nimeshaenda, wametenga bajeti ya kutosha kuhakikisha mwaka wa fedha unaokuja watatengeneza barabara ya kutoka Mikindani kuja Rweru. Lakini vile vile kuna barabara ya kutoka Mji Mwema kuja Rweru. Nayo katika bajeti ya TARURA, bajeti hii inayoanza barabara nayo itatengenezwa. Na vile vile itafunguliwa barabara ya kutoka Mji Mwema kwenda Dimbuzi. Tayari hiyo ni sisi manispaa tunaifungua barabara kama mpya, kwa tutaifungua na nadhani ndani ya wiki mbili tutaifungua barabara. Kwa hiyo kwa jumla wake tayari nimeshachukua jitihada kubwa za kuhakikisha barabara za katika kata yangu ya Jangwani zinakuwa nzuri. Wananchi wa Jangwani kwa ujumla wake watulie, kila kitu kinaenda vizuri. Kuna mipango madhubuti kuhakikisha kata ya Jangwani barabara zake zinakuwa nzuri. Yaani wasio na wasiwasi. Kutokea hapa mtaa huu wa Rweru uliopo kata ya Jangwani manispaa Mtwara Mikindani, mimi sina la ziada. Naitwa Faruk Ngonyani. Hii ni Faruk Online TV.